Kwani huyu Sheikh wangu Hamisi Mazanzala yeye ana haki? Kwa sababu mimi kwa upande wangu mimi nimeumia zaidi. Sana nimeumia sana kwa sababu jamaa mtulivu. Sijawahi kuona anaropoka. Yaani kosa la kwanza. Imagine. Yaani kwa nini mmoja? Yaani kwa nini Alikamwe? Wakati wamefungiwa wawili, wamefungiwa Mazanzala, wamefungiwa na Alikamwe. Kwa nini media zote zijikite kwamba Alikamwe sio nani? Kwa sababu nimesema hizo media pia zilikosea, zilitakiwa zimshauri. Kwani walikuwa hawajui kwamba ukichafua image ya ligi kuu kwa maandiko kwenye mtandao wako wa kijamii unafanya kosa? Walikuwa hawajui? Unajua muda mwingine nakosa nguvu. Kwa mfano ile issue ya Singida kupanga kikosi B. Ile ni issue serious. Yaani kwa mtu anayejua mpira ile ni issue ambayo haikutakiwa kuishia juu juu. Umeelewa? Mbona imeishia juu juu, hakuna kilichoendelea? Kumetokea rundo la waandishi wanaongea kauli. Yaani huyu na huyu na huyu na wote wanaongea kauli moja. Yaani mbona Simba alifungwa 5? Simba tawi la Yanga. Sijui mbona sijui Tabora United alipanga kikosi B. Sijui nini. Yaani kauli wote na maana kama walikuwa wamepewa script wasome. Si unanielewa point yangu? Yaani kuna watu Wana ahlan wa sahlan mtazamaji wa SFTV. Hii ni Spana Gang Collaboration. Official Kojani Fenesti ama Mkojani OG. Niko hapa nimekutana naye mwanangu sana, mzee wa fact, mzee wa Spana, Dula Heavyweight, kusikiliza mawili matatu kuhusiana na adabu ya Kariakoo, lakini pia kuna mambo fulani hivi ambayo yamepata kujitokeza ndani ya siku hizi. Ni nini hayo? Twenzao tukaongea na Heavyweight kupata mawili matatu. Bana Heavyweight, mambo ni aje? Wema, mambo anasemaje? Shwari, uko poa? Niko fresh. Mambo yanakwenda? Alhamdulillah, mambo yanaenda. Bana napita mitandaoni huko wanasema kwamba kwenye hizi show tunaweza kusema kwamba Ahmed hana mpinzani. Of course mimi ni shabiki yake, namkubali, hana mpinzani. Lakini hapo umemtaja swaiba wake. Nani? Alikamwe. Of course kwa taarifa zilizokuwepo kwamba amefungiwa. Nimesikia hizo taarifa. Yeah. Wewe umezipokeaje? Nimezipokea. Unajua bahati nzuri au mbaya, tulishawahi kuzungumza nakumbuka. Tulishawahi kuzungumza hapa. Ndio. Tulikutana hapa mlipokuja kunitembelea ukaniuliza kuhusiana na maandiko ya Alikamwe, nikamshauri, nikamwambia yale maandiko anaoandika yatakuja kumfikisha pabaya. Nilisema nikamtolea mpaka reference za Ulaya na nini. Ndio. Kwa ajili ya kumsanua kiakili kwamba huyu anatakiwa awe mkomavu pale anapoona mambo hayamuendei. Kuna maandiko utakiwa kuyasema kama kiongozi. Ndio. Kwa ajili ya kulinda ile image ya ligi, kulinda brand ya ligi. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza kusema. Sasa nitumie nafasi hii kuwaambia ma-influencers kwenye mitandao ya kijamii, waandishi wa habari, wachambuzi wenzangu, kwamba unapoona mtu anaenda kwenye wrong direction, jikite zaidi kwanza kumnyoosha kuliko kusubiri akosee, alafu akishapewa anachostahili uje uanze kumuombea msamaha, useme hakustahili, alitakiwa hivi, kwa nini miaka miwili, kwa nini kipindi anaenda wrong ulipaswa umwambie. Umeelewa? Yaani ulipaswa sio baadaye imetokea jambo kuna kanuni gani sijui na nini. Mwanzo wakati anakosea unamwangalia tu. Anaongea kitu fulani kwa sababu labda timu hiyo unaipenda, kwa kile kitu kinakufurahisha, unafurahi, unacheka. Kwenye redio unamsifia, anajua kukera. Sio kwa nasema anajua kukera huyu. Sijui na nini. Hawakuwa wanamtengeneza. Umeelewa? Afungiwe asifungiwe. Umeelewa? Solution kama mtu unampenda muelekeze. Umeelewa? Wewe niliwahi kukwambia hujui kuimba. Nilikusaidia. Sababu nilikuwa naona unapoteza muda wako. Mbona kama unaongea kweli kuimba hujui. Unalazimisha kuimba. Nakwambia bwana ndugu yangu Makame, usiimbe. Nilikuwa nakusaidia kwa sababu wewe ni ndugu yangu na kunyoosha na kupenda. Ndio. Sasa kwa Alikamwe the same. Kwamba nilimwambia kwamba bwana hichi kitu unachokifanya maneno unayotoa, andiko unayoandika sio maneno mazuri. Yatakupeleka pabaya. Na leo hii nini kimetokea? Si kimetokea ambayo amepigwa miaka 2 anastahili. Unajua dini inasema hivi, sisi Waislamu kuna aya kwenye Qur'ani inasema wa makuna muadhibina hata nabaatha rasula. Na sisi hatukuwa wenye kuadhibu mpaka tulipotuma wajumbe waje kuwakumbusha. Unakumbushwa mara kwanza uelewi, mara pili uelewi. Kwani Alikamwe alizungumza ya maandiko, aliandika ya machapisho mara ngapi? Amezungumza maneno ambayo yanachafua image na taswira ya ligi mara ngapi? Kwa nini ilipokuja adhabu ndo watu waanze kuona hilo? Kwa nini wasingemtahadharisha before kwamba bana hichi kitu anacho? Yaani discussion ambayo inaendelea sasa hivi ilitakiwa iwe before
kabla hii hatua haijafika, yani kwamba discussion ingeanza mapema kwamba bwana, huyu ndugu yangu anachokifanya 1 2 3 ya nini? Nini? Mbona kauli za Ahmed huwa wanazitilia kipindi? Mbona Ahmed ilikuwa anasema, mbona Ahmed akifanya kitu huwa wanakimbilia sana kumshauri, kumkosoa. Kwa mfano ile nafikiri ile statement yake ambayo watu walinukua, alisema maadui wa Simba. Sinaelewa ni tena hakusema Yanga, alisema Mwiko pamoja na Singida, si ndio? Kwenye redio nimeona wamemshauri sana. Tunakukumbusha Yanga ametoka ubavuni mwa Simba. Umeelewa? Yaani Simba ametoka ubavuni mwa Yanga, sio hivi na hivi. Kwa hiyo tunakwambia tu hao sio maadui. Safi sana, umepatia. Lakini kipindi Alikamwe anaenda wrong, ulitakiwa pia umkosoe ili umsaidie asikutane na hivi vifungu vya adhabu. Sio kuja kutia huruma. Umeelewa? Na kuna msemaji wa zamani naye alikuja akasema kwamba katika kipindi kisichozidi miaka 5 maafisa habari wengi wa Yanga wamefungiwa, kina Bumbuli, wakina Manara, wakina Nugazi, wakina nani. Kama wanastahili kufungiwa wafungiwe. Hakuna limit ya kusema kwamba kwa sababu huyu wawili wa Yanga walishawahi kufungiwa basi hawa hawastahili kufungiwa. Hamna kifungu kinachosema hivyo. Kama anastahili kufungiwa anafungiwa vizuri. Sio, unaelewa? Wanatakiwa wafate miongozo inayowaongoza. Sawa Miongozo inayowaongoza inataka nini? Usiongee vitu ambavyo vinachafua image ya ligi, usiongee kitu ambacho kinaweza kuleta mwitikio tofauti kwenye jamii, kwa sababu wewe unakuwa sio tu msemaji, wewe ni kiongozi mmojawapo unaounda safu ya uongozi ya klabu yako. Kwa hiyo ina maana kwa nini iwe? Alafu jambo la pili mimi nashangaa. Ile habari tetesi zile zinahusisha wasemaji wawili, Alikamwe pamoja na Hamisi Mazanzala wa Kagera Sugar. Sasa kwa nini tujikite kumwombea msamaha tu Alikamwe kama azifu yeye ndo anasaidia mpira wetu peke yake? Kwani huyu Sheikh wangu Hamisi Mazanzala yeye ana haki? Kwa sababu mimi kwa upande wangu mimi nimeumia zaidi. Sana nimeumia sana kwa sababu jamaa mtulivu. Sijawahi kuona anaropoka. Yaani kosa la kwanza. Imagine. Kosa la kwanza lakini hajapewa hata nafasi. Hakuna mtu anayempambania kwenye mtandao wa kijamii. Hakuna mtu sijasikia mtu anamuongelea Mazanzala kufungiwa kwake. Mimi namuombea msamaha huyu shehe wangu. Najua ameteleza. Sijui exactly andiko gani limemhukumu. Lakini hilo andiko lilomhukumu alochapisha kwenye mitandao yake ya kijamii na alikuwa ndo mara yake ya kwanza. Why not asamewe? Mimi nataka asamewe huyu. Mimi imeniuma zaidi. Na naamini huyu lakini si ile nadharia unasema kwamba asilimia kubwa ya Tanzania aidha ni nyekundu na nyeupe ama njano na kijani. Hii haiwezi kuwa sababu ya hiki ambacho inawezekana haki za wengine zikazi zisizungumzwe ama wengine wasijadiliwe kwenye masuala kama haya ambayo yanausogeza mpira wetu mbele ama yanaurudisha nyuma mpira wetu. Unajua, kwa yule anaingiza kipato kupitia kazi yake ya usemaji. Ameajiriwa na Kagera Sugar. Maana yake anategemea mshahara pale. Unavomfungia miaka 2 asijihusishe na soka, sio kujihusisha na usemaji, na soka. Maana yake wewe umemfungia ile milango yake ya riziki kwa muda wa miaka 2 katika hiyo sehemu. Sasa hapo tunauweka mbali uyanga na usimba. Tunasimama kwenye haki. Hata kwa msemaji huyu upande wa pili wanasema hivyo ni kijana mdogo na anandoa, yani ni kioo kwa vijana wengi. Yani hujanielewa Makame. Kwa nini mmoja? Yani wamefungiwa wawili. Kwa nini mmoja? Yani kwa nini mmoja? Yani kwa nini Alikamwe? Wakati wamefungiwa wawili, wamefungiwa Mazanzala, wamefungiwa na Alikamwe. Kwa nini media zote zijikite kwamba Alikamwe sio nani? Kwa sababu nimesema hizo media pia zilikosea, zilitakuwa zimshauri. Kwani walikuwa hawajui kwamba ukichafua image ya ligi kuu kwa maandiko kwenye mtandao wako wa kijamii unafanya kosa? Walikuwa hawajui. So wanajua media kwamba hichi kitu anachofanya sio. Wangemshauri kama ambavyo wamemshauri Ahmed kipindi anatoa maandiko ya uadui kati ya Simba na Yanga na Singida. Wakamshauri kwenye redio, wakasema sijui nini Simba imetoka kwenye ubavu wa Yanga. Ilitakiwa the same wamshauri. Nimerudia maneno yale kwa sababu nataka nikupe picha. Sasa kipindi hawajamshauri, sasa hivi wanamwombea msamaha. Umeelewa? Walitakiwa watumie nguvu kubwa pia kumwombea Mazanzala, kwa sababu Mazanzala hawakumshauri, hawakumzungumzia, hakuwahi kuandika chapisho lote baya. Imekuwa mara yake ya kwanza amekutana na kifungu. Wangemwombea msamaha Sheikh wangu yule. Mimi imeniuma. Natamani hata kulia kuhusiana na kufungiwa kwa huyu Mazanzala. Yaani natamani hata kulia. Kwa sababu imagine hata wale kama akifungiwa, engagement yake kubwa, mshahara alikuwa anapokea Yanga mkubwa, amefanya vitu vikubwa. Maana yake riziki yake itaendelea kuflow.
utafananisha na mshahara ambao anakula Mazanzala pale Kagera? Sio sawa, si ndio? Kwa hiyo nguvu inayotumika kumtetea Ally Kamwe itumike pia kumtetea Mazanzala, kwa sababu wote wamefungiwa. Yaani isi balance kwamba eti huyu hapo no. Wote wanatakuwa kama tumeamua kuwatetea wote tuwatetee. Wote wamefungiwa, mmoja alikuwa anatetea timu yake, mwingine anaishitumu. Umeelewa? Umeona tofauti hapo? Mmoja anaishtumu timu nyingine, anachafua image ya ligi, mwingine anaongelea kwa maslahi ya timu yake yeye. Sio, lakini nguvu kubwa inatumika kwa huyu ambaye alikuwa anashtumu timu zingine. Umeelewa? Sasa na mimi unajua muda mwingine nakosa nguvu. Kwa mfano ile issue ya Singida kupanga kikosi B. Ile ni issue serious. Yaani kwa mtu anayejua mpira ile ni issue ambayo haikutakiwa kuishia juu juu. Umeelewa? Mbona imeishia juu juu, hakuna kilichoendelea? Kumetokea rundo la waandishi wanaongea kauli. Yaani huyu na huyu na huyu na wote wanaongea kauli moja. Yaani mbona Simba alifungwa 5? Simba tawi la Yanga. Sijui mbona sijui Tabora United alipanga kikosi B. Sijui nini. Yaani kauli wote, na maana kama walikuwa wametua script wasome. Si unanielewa point yangu? Yaani kuna watu mada yao wanaotoa kutetea hoja ya Singida utacheka. Ndio. Wote wanaongea kauli moja wote, yani watu zaidi ya 5 wanahoja hii kwamba kwa nini mbona Simba ilifungwa 5 na ilipanga kikosi chake full. Ndio. Umeelewa? Kwa hiyo Yanga ni bora, kwa mbona Simba imefungwa 5? Haya, mwingine anakuja akwambia kwa hiyo Simba kwa sababu ilifungwa 5 na imefungwa mara nyingi hichi kipindi cha miaka karibuni na wamefungwa mara nyingi kwa muda wote, kwa hiyo Simba ni tawi la Yanga. Hoja yao hiyo ya pili. Utakuja mwingine akwambia mbona Tabora United kwanza anashangaa hiyo hoja ya Tabora tena kujaje? Eti walikuwa wanataka wale wachezaji waliosajiliwa dirisha dogo waingie kwenye kikosi. Wewe umejuaje kama wataperform? Wakati Tabora ndio kucheza na Simba litakuwa wacheze na kikosi chake ambacho kimecheza kwa muda mrefu. Wewe unalazimisha lazima wacheze na wachezaji waliosajiliwa dirisha dogo. Kwa hiyo Tabora naye ndugu. Yaani kuna hoja ambazo ukisikia ndugu yangu unajiuliza kama we ni mtu wa soka. Unaona kabisa hizi ni script. Yaani kuna walikalishwa chini wakaambia bwana hili jambo kubwa. Kwa cha kufanya nyewe ongeeni hivi kwenye mitandao ya kijamii. Ongeeni hivi. Semeni kwamba Simba tawi la Yanga. Semeni hivi, semeni hivi. Kwa sababu wabongo wengi tunakuwa brainwashed. Yaani tukisikia kitu tunakibeba kama kilivyo afu wote tunafuata eneo moja. Kwa hiyo wabongo watahamisha ile mada ile itageuka kwa hawa wengine sasa kwamba wataanza kuuliza wewe nini, wataanza kubishana na ile mada. Mada inakuwa imeisha over. Lakini kuna watu ambao wako smart kwenye brain, wanajua hichi ni kama mchezo. Why huyu aongee hichi, huyu aongee hichi, ongee hichi kama script, kama bongo movie. Kwa hiyo natumia nafasi hii kusema, umeelewa? Hii ya Ally Kamwe kwa sababu hawakumuonya mpaka rungu linamkuta, limkute lisimkute, lakini atakutana pia na onyo hata kama akiachiwa. Sababu tayari kumeonekana kama kuna vitu vinapindishwa ili mradi hukumu isipitishwe. Well and good. Umeelewa? Kama imepita sawa, tusubiri kutangazwa. Na kama ikitangazwa, mimi nitasema kwamba walitakiwa wamuonye. Siku zote wanakuambia tahadhari ni bora kuliko dozi. Kinga ni muhimu kuliko tiba. Kwa hiyo walitakiwa wampe kinga kwamba usifanye hicho wangemsaidia kuliko kusubiri limkute, alafu kama wanavyomshauri Ahmed akiboronga basi wao wanamshauri Ally Kamwe ili yasimkute makubwa. Mimi hicho ndo nilichomaliza nacho. Shukrani sana Heavyweight. Nashukuru ndugu.